Mpenzi msikilizaji, karibu katika simulizi yetu nzuri, simulizi ya Hatibu, kijana ambaye amepitia shida ndani ya ndoa yake. Simulizi yetu inaanza barabarani katika mtaa mmoja. Anaonekana jamaa mmoja akiwa anaendesha baiskeli yake, baiskeli ambayo ilikuwa na madumu matupu. Safari yake inampeleka moja kwa moja kisimani kuchota maji. Anachota madumu kadhaa, ndipo ghafla anaonekana mwanadada akiwasili. Mwanadada huyu anaitwa Nadia. Hapo ndipo Hatibu anastuka kutazama aliyekuwa anawasili. Basi hakusita kuanzisha mazungumzo. Umenistua, kumbe wewe Nadia. Mambo poa. Kwa dharau Nadia anaitikia huku akizungusha midomo yake. Mbona unakuwa hivyo Nadia? Nakuongelesha lakini unanionyesha dharau. Babu lakini nini? Usinichanganye. Chota maji uende zako. Na wenzako tuchote. Kwani nafikiri kisema ni cha baba yako hiki? Usijali. Kuhusu maji mimi naweza nikakuchotea tu. Alafu vipi kuhusu jibu langu? Hapo kwanza nicheke. Eti jibu? Hivi na wewe una haja ya kujibiwa? Kwa taarifa yako, mimi sitoki na vinuka mkojo kama wewe. Hazi yangu ni ya juu. Hapana. Mimi nakupenda. Nakuhitaji mwenzako. Nimesema sitaki. Tena unikome. Ukome kunifatafata kabisa. Kwanza leo iwe mwanzo na mwisho kuniambia ujinga wako. Mwisho siku Nadia anachukua maji aliyochotewa na Hatibu, anajutisha ndoa yake, kisha anaanza safari. Hatibu anabaki amekodoa macho tu akimtazama mwanadada huyu. Baada ya Nadia kuondoka, Hatibu alijikuta akijisemesha mwenyewe, kwa nini huyu dada anakuwa hivi? Sema ngoja atakubali tu mwenye taratibu, ataingia tu mtegoni. Basi Hatibu akatoka mawazoni na kuendelea na shughuli zake, mawazo ambayo ilimpa nguvu ya kuendelea kupambana. Upande wa pili anaonekana mtoto akiwa anacheza. Pembeni ya yule mtoto kulikuwa hapo na mama amelala, amefunikwa shuka. Mama huyu kwa muonekano anaonekana kuwa ni mgonjwa. Ghafla hali ya mama inabadilika. Yule mtoto haraka ananyanyuka pale alipokuwa anacheza kumwahi mama yake. Alipomkaribia mama yake, alijitahidi kumtuliza, lakini wapi, hakuweza kufanikiwa. Kilichobaki tu na yeye aliamua kuangua kilio. Akawa anajaribu kwa maneno, lakini wapi. Alijitahidi sana kumbembeleza mama yake, lakini alijikuta anashindwa. Baada ya dakika kadhaa kupita, anaonekana Hatibu na baiskeli yake akirejea nyumbani. Baada ya kuona mama yake amezidiwa, alitupa baiskeli yake na kumwahi mama yake. Mama baada ya kumwona Hatibu akawa anajaribu kumuita mwanawe. Hatibu. Na mama, tulia kwanza. Mimi niko kwa ajili yako. Sele, hebu nenda ndani kalete dawa za mama haraka. Hatibu alimwamuru mdogo wake ambaye tulimwona mwanzoni akimchukulia uangalifu mama huyu ambaye anaonekana anaumwa kweli kweli. Basi mdogo wake aliingia ndani kuleta dawa alizoagizwa. Baada ya muda kupita, dogo alirejea kutoka ndani akiwa na maji pamoja na dawa. Basi Hatibu alishughulika kumlazimisha mama yake kunywa dawa. Baada ya kumpatia dawa, mama angalau alipata nafuu kidogo. Basi akamlaza
ili kuweza kumpumzisha. Akakaa pembezoni mwake, akawa anawaza mawazo hapa na pale. Wakati akiwa mwanzoni, ghafla alistushwa baada ya kusikia sauti ya mama yake. Tibu mwanangu. Mama. Basi mama yake akawa anamsihi mwanawe asiwaze sana kuhusiana na yeye. Basi Atibu alimwambia mama yake asiwe na wasiwasi, kwani yeye yuko kwa ajili yake. Baada ya mazungumzo hayo, Atibu alimsaidia mama yake kuingia ndani ili akapumzike. Siku iliyofuata, ndani ya nyumba moja, alionekana mwanamke akiwa anatazama televisheni. Ghafla mama yake alimuita kutoka mlangoni kwenye chumba ambacho wanalala. Mumewe mkononi alikuwa ameshikilia mfuko, ishara kwamba kuna safari ilikuwa imewadia. Kifupi alibebelea mabegi na mizigo ya kutosha. Mke wangu, habibu mume wangu. Ndio safari tena? Ya, kama nilivyokuambia jana, itabidi nisafiri kuelekea Tabora. Mimi nimeshachoka bwana. Kila siku wewe kusafiri tu, hauturudi hata nyumbani. Basi mkewe alianza kudeka. Mume hakuwa na namna, ilibidi ambebeleze mke wake ili ajisikie amani. Usijali mke wangu, hii ndio kazi ya mwisho. Mwezi ujao nitakuwa likizo. Muhimu kwa sasa ni kuvumilia tu. Sitachukua muda, nitarudi. Dua zako ndio muhimu. Niombe salama. Sawa, mimi nitakuwa mwangalifu, lakini muhimu jichunge huko endako. Basi nyanyuka twende unisindikize. Mke alimsaidia mumewe baadhi ya mizigo, kumsindikiza safari ambayo alimpatia taarifa kuwa ilimlazimu asafiri. Kifupi, alikuwa anaelekea kwa safari ya kikazi. Walipofika mbali kidogo, mke alimwaga mumewe kisha alirejea nyumbani kuendelea na shughuli zake. Upande mwingine njiani anaonekana kijana mmoja machachari sana, mtanashati ametahayari. Kwa mbali katika njia hiyo, Atibu naye alikuwa anasogea taratibu na madumu yake ya maji yaliyo kwenye baskeli iliyochoka mno. Hii ndio biashara alikuwa anamweka hapo mtaani. Yaani ni kuuza maji tu kupata kipato kwa ajili ya kuendesha familia. Atibu mwenyewe huyo. Inakuaje? Fresh tu kaka, mambo vipi? Kama kawaida ndugu yangu. Sijui kwa upande wako. Niko vizuri tu. Wapi tena hiyo? Basi walijikuta wanasalimiana pale, soga mbili tatu. Huyu jamaa anaitwa Jamali. Ni rafiki mkubwa wa Atibu. Basi bwana, stories hapa na pale zilizidi kutamaraki. Lakini Jamal aliona isiwe shida. Akaamua kumuulizia Atibu kuhusu msichana anayemsumbua siku zote. Kaka, hivi umefanikiwa lile jambo lako? Ndugu yangu, wewe acha tu. Mambo bado ni magumu. Hata sielewi ni nini nakosea. Yaani Nadia anamuelekeza kila siku, lakini hata nikubalia ise. Jamal aliona bora ampe ushauri rafiki yake, kwa maana anateseka sana na mapenzi. Hapo kaka ndipo unapoferi. Unamlazimisha sana mwanamke. Yaani unambembeleza sana. Wanawake wa siku hizi bwana wanalinga. Takufanya wewe usimshubukie kabisa. Atakutafuta mwenyewe. Mimi naamini anakupenda, ule sema ndio hivyo. Anataka kujionyesha kwa Yesu rais. Asante, nashukuru kwa ushauri wako. Nitaufanyia kazi. Basi wawili hao wanaagana na kila mtu anaendelea na shughuli zake. Jamal anaelekea mahali ambapo alipanga kwenda siku hiyo. Lakini kabla hajafika eneo alilokusudia, simu yake ya mkononi ilikuwa inaita. Jina katika simu lisomeka Nadia my love. Aise, bwana kama tunachanganyikiwa hapa. Ni Nadia tunayemjua sisi au ni Nadia mwingine?
Basi bwana Jamal alipokea ile simu na upande wa pili ilisikika sauti ya kike ikiwa inazungumza naye huku ikimtaka wakutane maeneo fulani hivyo. Hivi itakuwaje? Huyu Nadi ambaye anazungumzwa hapa ndio Nadi ambao tunamjua sisi? Ina maana Jamal anamzunguka rafiki yake au ndio mimi sijaelewa? Tukutane katika sehemu ambayo inafuata tujue ni nini ambacho kinaenda kutokea ndani ya simulizi hii. Ulikuwa nami mwanzo mpaka mwisho wa sehemu hii, na kwa jina naitwa Salki au unaweza kuniita Mr. Stoneman.